United wanarudi tena uwanjani baada ya mapumziko ya muda mrefu, na sasa ni muda wa kuona sura mpya chini ya kocha Michael Carrick katika mchezo wa kwanza wa pre-season dhidi ya Wrexham kutoka kule Wales. Hii inaweza kutuonyesha kama mechi ya aina gani. Hii sio mechi ya kawaida. Hii ni mechi ambayo makocha wanaanza kuona vile wanavyotaka kuelekea msimu ujao vinaweza kufanyika, na hapa ndipo timu ambapo huwa zinaanza kurekebishwa. Kwa mashabiki huenda ikawa ni mechi ya kawaida, lakini kuna mambo kadhaa mapya ambayo tunatarajia kuyatazama zaidi. Jambo la muhimu hapa kutazama ni kuhusu mfumo, timu inakwenda kucheza vipi, wachezaji wapya wanaweza kuingia vipi, lakini pia vipaji vikubwa kutoka academy vinaweza vipi kupata nafasi kuelekea msimu ujao. Lakini pia swali la muhimu kuelekea mchezo huu wa kwanza wa pre-season kwa kila shabiki wa Manchester anajiuliza, je, tutamuona Andre Santos akifanya debut yake ya kwanza kabisa akiwa na uzi wa Manchester? Hili ni jambo ambalo wengi wanajiuliza. Kiungo huyo Kibrazil tayari amekwisha kufanya mazoezi na wachezaji wenzake pale Carrington tangu alipokamilisha usajili wake wa kujiunga na United, na macho yote yatakuwa yanaelekea kwake zaidi, lakini mambo matano ya muhimu lazima tuyaangazie kuelekea mchezo wa kwanza wa pre-season. Haya ni mambo muhimu zaidi kwa timu na kwa mashabiki wa Manchester kuweza kuyatazama kwa uzuri kabisa. Jambo namba moja, jambo la kwanza ni swala la Andre Santos. Anaanza vipi maisha yake na Manchester United? Kila usajili unapofanyika huja na matarajio mengi, lakini kwa Andre Santos mashabiki wa Manchester hawasubiri tu kumuona akiwa amevaa uzi wa Manchester kwenye kikosi cha kwanza. Wanataka kuona kile ambacho anaweza kukileta na kukiongeza kwenye kikosi cha United, tofauti na wachezaji wengine waliopita. Kwa muda mrefu United walikuwa wanapata wakati mgumu wakihitaji kiungo mwenye uwezo mzuri wa kuweza kudhibiti mchezo, mchezaji ambaye anaweza kupokea mpira pasipokuwa na pressure kutoka kwa mabeki na kuweza kugeuka kwenda mbele haraka. Hili ni jambo ambalo linaweza kuisaidia timu na akiwa na utulivu zaidi katikati ya eneo la uwanja ambako ndiko mapishi huwa yanapikwa. Hivyo Andre Santos, watu wengi wanasubiri kuona mchezo wake wa kwanza anaweza kufanya nini. Wengi hawatarajii vitu vikubwa, lakini kuona nini kinaweza kuwa kizuri dhidi yake. Na katika mchezo huo kwanza ni swali, je, ataanza kuvaa uzi wa Manchester? Hapa haitakuwa kuhusu kufunga au kuasisti pekee. Jambo pekee ambalo watu wengi wanalisubiri ni kuona anaweza vipi kuingia uwanjani, anajiweka vipi, anajiposition vipi, imani yake mwenyewe, anajiamini kiasi gani, na je, anaelewana na wachezaji katika siku chache ambazo amefanya mazoezi, ana confidence kiasi gani ya kuibeba beji ya Manchester. Na hili litatuonyesha kwamba anaweza kupambana zaidi, na ubora alionao unaweza kuanza kuonekana siku ya kwanza tu. Japo ni mchezo wa kirafiki, lakini itakuwa ni mechi muhimu sana kwa Andre Santos kama akianza kuvaa uzi wa Manchester, ili kuanza kuelewa joto halisi la kuwa mchezaji wa United. Jambo la pili linamhusu kocha mwenyewe Michael Carrick. Anaanza kuijenga upya rasmi United. Huu ni mchezo wa kwanza wa Michael Carrick akiwa kocha mkuu wa kudumu, akiwa anaanza msimu yeye kama kocha wa United baada ya kipindi cha majaribio msimu uliopita ambako alichukua timu kutoka kwa Ruben Amorim. Sasa mashabiki wa Manchester wanataka kuona utambulisho halisi wa timu ya Michael Carrick, uhalisia wake, anakwenda kucheza vipi. Kitu kimoja ambacho Manchester walikikosa kwa muda mrefu ni kuwa na udhibiti wa mchezo. Mara nyingi hata chini ya Michael Carrick timu ilikuwa inashinda, lakini ikicheza kwa pressure kubwa. Lakini sasa huu ndio muda ambako Carrick anatakiwa kutengeneza timu ambayo inaweza kutawala mchezo kwa dakika 90 akiwa ameanza kuiandaa timu katika mwanzo wa msimu. Carrick anatakiwa kujenga timu ambayo itakuwa na mpangilio zaidi, timu ambayo inajua ni wakati gani inakwenda kushambulia, timu ambayo inafahamu kabisa ni wakati gani tunapaswa kuutuliza mpira. Na hapa ndio kwenye pre-season. Hii ndio sehemu ya kwanza ya kuanza vizuri kuonyesha hili na kuweza kutengeneza maboresho kadri siku zinapokwenda. Hatutegemei kuona Manchester ambayo iliyokamilika kabisa katika mchezo wa kwanza wa pre-season dhidi ya Wrexham, lakini natarajia kuona dalili za timu inakwenda kucheza vipi, mfumo utakuwaje. Tunataka kuiona United ambayo itakuwa ina picha kamili. Wanaweza wakafail kushinda kupata magoli, lakini ukaona kabisa timu inaelekea
wapi. Jambo la tatu ni swala la vijana kutoka academy ambao wanatarajiwa kupata nafasi katika kikosi kwenye michuano hii kwenye hii pre-season. Kitu kizuri kwamba ni pre-season ambayo inafungua milango sasa kwa vijana wa Manchester ambao ni kizazi kipya kinachosubiriwa kuja kufanya vizuri. Class of 92 ni mfano wa Manchester ambayo ilitumia vijana kutoka academy na kufanikiwa sana. Barca wamekuwa wanafanikiwa hivyo na vijana kutoka La Masia. Kuna vijana wengi wanatarajiwa kufanya vizuri, lakini wengi wanatarajia kumuona JJ Gabriel kama ni moja ya vijana ambao wanaweza kufanya vizuri. Amekuwa akizungumzwa sana kutokana na uwezo wake na matarajio makubwa yaliyoko juu yake, japo kuna kazi ya kuweza kuprove kutoka kwenye vijana mpaka timu ya wakubwa. Mbali na JJ Gabriel, yuko bwana mdogo Harry Amos ambaye anacheza upande wa mlinzi wa kushoto. Huyo anatajwa kwamba atakuwa na nafasi kubwa zaidi katika msimu ujao, na pre-season ndiko sema na kuweza kujiuza zaidi. Lakini bwana mdogo Aiden Heaven kutoka Arsenal msimu uliopita, alicheza msimu uliopita mechi kadhaa, alionyesha ana ubora wa kutosha, lakini sasa ni wakati wake wa kuweza kuhakikisha ana cement nafasi yake chini ya Michael Carrick. Hii ni nafasi ya Carrick kuona nani yuko vizuri, nani anapaswa kupanda kwenda kwenye timu ya wakubwa, nani anapaswa kubaki timu ya vijana. Kwa vijana ambao watapata nafasi ya pre-season, huu ndio wakati wa wao kuweza kushine na kuandika historia mpya kwenye klabu ya Manchester United. Utakumbuka watu kama kina Adnan Januzaj walipanda lakini hawakufanikiwa kufanya vizuri sana. Walianza kwa kuonyesha wao ni promise, lakini baadaye mambo yalibadilika. Kobbie Mainoo amekuwa tegemezi msimu uliopita na alitoka timu ya vijana. Lakini jambo la 4 la muhimu, nani ataongoza safu ya ulinzi, kwa sababu baadhi ya nyota muhimu haswa wale senior hawapo kwenye timu kwa sasa. Licha bado yuko kwenye kombe la dunia, hivyo Carrick analazimika kufanya maamuzi ya utofauti ya kuona nani anaweza kuanza. Harry Maguire ni mwandamizi ambaye yuko kwenye kikosi. Tunatarajia kuona kina Heaven, Yoro wakipata nafasi zaidi ya kuweza kukua, kwa sababu licha yuko World Cup, De Ligt anarejea kutoka kwenye majeraha ya muda mrefu. Tunatarajia kuona kina Yoro wakipata nafasi zaidi ili kutengeneza combination nzuri ambayo itakuwa timu ya muda mrefu kuelekea msimu ujao. Lakini macho hapa yatabaki pia kwa vijana ambao wao pia wanazungumzwa, wanaweza kupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi kuelekea season ijao. Hili ni jambo muhimu ambako Carrick pia anahitaji kutengeneza timu nzuri yenye ushawishi, yenye kujilinda haswa kwenye eneo la ulinzi. Yoro na Heaven wana kila sababu ya kufanya vizuri kwenye pre-season hii ambayo si maandalizi tu, hii ni vita ya kupambana pia kupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Sio kwamba unacheza tu, lakini hapa ndio sehemu ambako Manchester itaanza kuona taswira yake kuelekea msimu ujao. Lakini mbali na hilo, jambo la 5 na la muhimu kwenye pre-season hii, hasa katika mchezo huu wa kwanza, Manchester itaanza vipi kuonekana kuelekea msimu ujao. Mwisho wa siku, mashabiki wa Manchester wanataka kuona klabu yao inakwenda kucheza vipi. Hawataangalia mchezo wa kwanza nani ameanza, hawataangalia nini kinaanza, wataangalia picha kubwa. Je, timu inaonekana inaweza kupambana? Timu itakuwa na mwelekeo, timu itacheza vipi? Matokeo kwenye pre-season huwa sio issue sana. Issue ni kwamba je, mnaona structure, a proper structure kuelekea msimu ujao? Mipango ya timu itakuwa vipi? Vijana wanaopewa nafasi wanaweza kubeba mustakabali wa klabu na maono makubwa ya klabu. Je, kocha atakuwa na wakati mzuri na benchi lote la ufundi? So ni jukumu kubwa la Michael Carrick, Jonathan Woodgate, Steve Holland na wengine wengi kuweza kujijenga na kuijenga timu upya. Watu wanatarajia kuona Andre Santos anafanya nini, JJ Gabriel akipata nafasi. So tusubiri kuona hii pre-season ambayo Michael Carrick ana jukumu kubwa la kuweza kuitengeneza timu. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Lakini wakati wote tunatumia usafiri wa Twende Ride tukiwa Dar es Salaam, Morogoro pamoja na Mwanza, usafiri kitonga kabisa. Subscribe, like na share.